Ningeshangaa sana. Yaani Diamond na Estukizi wagombane kisa pesa ya studio. Wapi. Unajua kuna muda tunamsikiliza Maimartha anapiga simu kabisa eti Damai wa My TV, nataka nimlipie Diamond hela, anadaiwa na Estukizi bei gani? What? Haiwezi kawa hivyo. Diamond na Estukizi wameanza kufanya kazi muda mrefu sana. Yaani sidhani kama eti pesa ndio itakuwa sababu ya kuwagombanisha wao. Hell na. Sasa sikia, katika kuprove hilo kuwa Diamond na Estukizi bado still hawajagombana, kile ambacho kilizungumzwa na Maimartha ni uzushi. Estukizi ameshare video kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram ikimuonesha akiwa na Simba la Masimba Dangote wanafanya session. Bana, moja kati ya story ambayo kikweli ili trendi sana siku ya jana mpaka leo pia ni baada ya Maimartha, dada yetu huyu wa Irani by the way Zungu ndo anamuitaga hivyo, mimi nimechapia tu. Sasa Maimartha alishare video ikionyesha akifanya maongezi na meneja wa Estukizi, lakini pia akaongea na Estukizi mwenyewe. Hebu tusikilize kilichotokea kwenye maongezi hapo. Amkeni jamani, kumekucha. Kwa sasa inasemekana Diamond Platinum na Estukizi Zombie hawapiki kichungu kimoja. Inasemekana wanayo migogoro mikubwa. Jambo la kwanza, inasemekana wameng'oleana wanawake. Katika hao wanawake jamani, Asma Majid ametajwa, Nana Dola ametajwa, Viwa Kiredio ametajwa. Na unaambiwa Diamond Platnumz, sasa Zombie mbona upokei? Na unaambiwa Diamond Platnumz, ngoja nimpigie tena, haiwezekani. Na unaambiwa Diamond Platnumz amemind. Kwa nini Zombie apite kule ambapo yeye anapita? Na anasema sio leo wala sio jana, hii ndio tabia yake. Jesus. Na inasemekana hao warembo huaga wanafanya maongezi yao hapo hapo tu ofisini kwa Zombie, wao na Diamond Platnumz, kila mtu kwa muda wake. Amkeni jamani. Hii habari iko clear, haina hata matusi. Asma, Nana, kumbe mnanikatiliaga tu basi mwenzeni nionekane muongo. Sio vizuri. Haya jamani, inasemekana lakini kumekucha. Unaambiwa baada ya Estukizi kusomewa kesi yake na Diamond Platnumz, unaambiwa Estukizi akaamsha mapanga, akamwambia Diamond Platnumz, kwanza nakudai, naomba unilipe pesa zote ninazokudai. Hatari. Hivyo ninavyokuambia mpaka sasa wamefungia na vioo. Hivi ninavyokuambia mpaka sasa hakuna anayemuongelesha mwenzake. Estukizi kaachivu picha zote za mwamba Diamond Platnumz. Sasa wacha nipige ofisini kwa Estukizi chap. Ndio. Hello. Safi za kwako? Salama, karibu. Asante. Ndio. Hapo ofisini kwa Estukizi, right? Ndio. Okay. Naona nampigia simpati. Ndio, kuna shida. Na nimepiga ili nilipe deni wanaodaiana na Diamond. Naona sasa maelewano yanakuwa hakuna kabisa. Maelewano yampata yeye. Nasema nimepiga ili nilipe deni analodaiana na Diamond. Naona maelewano hakuna kabisa. Deni sawa. Na ulilipa hilo deni? Naam. Unataka kulilipa hilo deni? Sasa hivi mimi ni mtu wa upande wa nasibu. Nipeni namba ya kulipa.
Namba hii hapa simu ya kwangu. Jumla ni shilingi ngapi? Mimi ni meneja wake. Kama ni confirm na kama upate maana yake unaweza confirm kulipia hapo pia. Sasa kuna ambavyo nimeambiwa na upande wetu huku, lakini I just want to confirm na upande wenu ili najua ninavyofanya transaction hapa nafanyaje. Ndio. Nakurudia basi baadaye mshinda. Nakurudia basi msikutajie kiwango exactly. Kwa hiyo hakupunguza hata kidogo Diamond? Naam? Nasibu yeye hajapunguza hata kiwango kidogo? Hapana. Mimi ni Mayo My TV. Sasa naye Nasibu kwa nini alipi deni? Nasikia wamegombana vibaya mno na istukizi. Tajiri yangu Zombi ndo kamka. Wewe, ogopa wewe. Mbona unapiga simu naongea vitu ambavyo sio kweli sister, tena unataka mambo ya mengi mjini, vitu vile ambavyo vya uongo tena. Ungenipigia mimi tu stories za naambiwa story ambazo sijui, sio kweli. Usifanye hivyo. Kweli? Amna sasa usiongee kama unaenda kuni. Mimi ndo nilivyo tu naongea kama sister. Siongee naye kama nipo mtandaoni au wapi. Na mimi naongea naye kama mdogo wangu. Na nimemwambia dogo, nimemwambia mimi Stukizi tunaheshimiana. Hapa mimi karibu na bilioni ujue mshikaji wangu. Sio karibu ni bilioni na karibu ndio milioni 1. Hapa wengine sijavivaa. Let's go. In Lagos. Let's have fun, have a good time, you know. KP's 2025.